ugoro umejitia pwani. Sasa ni mwendo wa chafya, kwamba lazima tumuombe Mungu viongozi wetu waamke kwenye usingizi walionao, waamke. Wasipoamka tutawaamsha. Amka. Kuna mkataba wa Ufaransa, unaweza kusoma online, unaitwa The Paris Agreement on the Use of Coal. Coal ni COAL. Mkataba wa Paris wa matumizi ya makaa ya mawe. Tulisaini mkataba wa kidunia kwamba sasa kwa sababu ya kupunguza moshi kwenye anga, emission, tufike sasa ukomo wa kutumia makaa ya mawe uwe 2040. 2030. Ndio sasa makaa ya mawe yapigwe marufuku duniani. Sisi yanapigwa marufuku, hatujaanza kutumia. Mpaka tangu dunia ianze yapo, hatujatumia mpaka yanapigwa marufuku. Tubakize tu mlima wa chuma lipo hapo, halina msaada. Mlima wa chuma na mlima makaa ya mawe, wakati Mjapani na ni Mchina anatumia makaa ya mawe. Sasa hivi tuna export kwenda China, wao wanatumia, wazungu wanatumia. Juzi ilipotokea vita ya Urusi, ilikuwa mwisho 2030 kutumia makaa ya mawe. Wazungu walipokosa ile gesi ya kutokea Urusi, wakasema makaa ya mawe tuendelee. Kumbe wakikosa wao, maana yake mwisho wa kutumia makaa ya mawe unafutwa. Sisi tukiwa kwenye dhiki, si tuteseke tu. Ndiyo kichwa cha mwenda wazimu cha kujifunzia kunyolea. Unanyolewa panki, unanyolewa kijogoo nini mpaka unyoke. Lakini mimi nakwambia kama Mungu ashivyo, Tanzania inaamka nzima nzima. Nikiwa bungeni mimi mwaka ule, tukaagiza mchere wa kujazia kutoka Malawi. Na ardhi ipo, maji yapo, mashamba yapo. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba tunatakiwa kuweka kwenye kilimo cha umwagiliaji. Na Mtanzania huwa hawezi kufanya kazi kwa kutaka. Hata hapa wewe mwenyewe hata hapa mwenyewe nikisema nikupe kazi, wataenda 10 ndani ya masaa mawili, ashabaki mmoja. Tanzania wako hivyo, hawafanyi kazi kwa kutaka. Watanzania mpaka mbinu fulani ambao mimi naijua. Tanzania hafanyi kazi. Mtanzania hafanyi kazi. Unamwona yuko hapa mjini anauza mandazi, nyumbani ana shamba kama eka 50, anazungusha uji anazungusha uji kwenye bakuli. Anafikiri kuja Dar es Salaam ndio amejikomboa, ndio umejimaliza. Watanzania hawawezi. Tulikuwa bungeni siku moja, niwachekeshe kidogo. Mbunge mwenzangu, mbunge wa Magu, anaitwa Mheshimiwa Kiswaga, rafiki yangu sana. Akasema, Mheshimiwa Spika, alikuwa anamwambia waziri kwamba wakulima wangu kule Magu mazao yao yamekauka. Kwa naiomba serikali jiandae mwaka kesho, wanaweza kuhitaji wananchi chakula cha msaada, kwa sababu mvua imenyesha, mvua imekosekana na mazao yamekauka. Anaposema mazao yamekauka, wanahitaji chakula cha msaada, Ziwa Victoria liko kama hapa na barabara ya lami hapa, ziwa liko hapo, mazao yamekauka huku, watahitaji chakula cha msaada. Nikanyosha mkono mimi nikamwambia, Mheshimiwa Spika, nimesikia jambo la kutisha sana. Huyu ndugu yangu anaposema anahitaji chakula cha msaada, anaposema kutoka kwenye ziwa ni mita 300. Hivi kweli waje wapewe chakula cha msaada na serikali? Hakuna namna ya serikali kutengeneza pampu ya milioni 3, 4, 5 tu ya kuchukua maji kwenye ziwa Victoria na kumwagilia mashamba. Pampu ni ya milioni 3, 4. Kweli hamna. Maisha yakaendelea. Alipata cha msaada, hakupata, mimi sielewi. Lakini nataka kuambia kwamba kuna tatizo ambalo lazima tushughulike nalo kiroho na kimwili. Umenielewa
hiyo kuna uamsho unakuja 2025 ambao sio uamsho wa dhehebu. Katoliki anaamka, Lutheran anaamka, Anglikana anaamka, Moja anaamka, Waislamu wanaamka, yani anaamka kila mtu. Ni uamsho wa kitaifa wa kujua kwamba kwa nini sisi ni Watanzania, kwa sababu mipaka ya nchi haijawekwa na Berlin Conference, imewekwa na Mungu. Mungu amewekea watu mipaka ya nchi kwa sababu wastawi, wanawili. Hii sura sio ya kwako. Hii